friend wangu shangazi yangu na amependeza kweli kweli. ndio kawaida. Hasa Sonia nimependa nywele zake. Hizo nywele zinaitwa kuba fil kuba tu mahaba fil mahaba. Makofi na vigelegele kwa bosi. Asante sana. Endelea. Lakini pia nitambue uwepo wa babangu mdogo. Sio kwa kuhitaji babangu mdogo, baba, mzazi, mlezi, ni kila kitu. Mr. George Gasheko popote ulipo. Huyu hapa ni babangu mdogo, anaitwa George Gasheko. Kwa kweli hapa nilipo ni Mwenyezi Mungu namba moja, ni wazazi wangu kuzaa, lakini babangu mdogo. Yaani hata nikiwa naingia kazini pale Mloganzila, ikifika mlangoni nasema Mwenyezi Mungu mbariki babangu mdogo. Makofi na vigelegele. Babangu mdogo kidogo anaumwa hajazuia, lakini mfikishie salama. Samani bwana Rosi. Kuna yale maneno ambayo unasema kwamba ukitaka kuingia kazini unaomba hebu irudie mimi sijasikia. Hebu rudie. Yaani iko hivi, nikishatoka nyumbani, nikafika kazini, nikishafungua ofisi yangu pale, nasema nikishasali, pia kwa sala zangu nasema Mwenyezi Mungu bariki babangu mdogo. Makofi na vigelegele kwa baba mdogo tafadhali. Asante sana. Basi kwa heshima kubwa Mr. George naomba sasa ukapumzike. Studio mpeleke na leo. Lakini pia nitambue uwepo wa kakaangu na mke wake Mr. Kamkisha Arnold popote ulipo. Lakini pia nitambue uwepo mkubwa kabisa pia wa dada yangu na mume wake, maana mbali ya kwenda kazini, kabla sijaenda kazini, kufika hapo kuipata kazi, dada yangu pia amefanya kazi kubwa sana. Uko wapi dada yangu? Simama juu. Kamanda, shemeji kwa sababu ndio injinia, kwa hiyo anataka wasikie, lakini huyu ndo dada yangu, dada yetu kipenzi. Yaani kwake pia tumepita kama utitiri. Uongo kweli? Dada yangu kakali. Najua hapa kisema tumemaiki watakuwa uwezi kukaa. Hebu kaka. Hii ndo familia. Lakini pia alikuwa mshenga. Kwa hiyo anakofia mbili. Anakofia mbele. Okay. Nashukuru sana familia hii. Kwa kweli ni watu muhimu sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante, hongereni sana dada na shemeji, Mungu awabariki sana. Pia nitambue uwepo wa dada yangu na Lina na bosi mama mkono juu. Alafu na dada zangu wawili wote wanaita Lina. Msija specify nani asimame, mbona msimamo mmoja. Simameni wote basi waone.
tafadhali. Dada zangu wote mliobaki, simame juu. Naomba mtambue uwepo wa familia ya mzee William. Mwingine anatoka William Foundation. Naomba mtambue uwepo wenu na niwashukuru sana kwa kuungana mimi siku zote. Lakini pekee nimshukuru familia ya Kabingo. Mama Kabingo ulinisaidia sana, ulisupport sana katika sherehe hii. Nakushukuru sana na familia yako. Naomba nitambue uwepo sasa wa mdogo wangu ambaye laiti ningemuua mama yangu asingezaliwa. Naomba usimame juu. Ndugu zangu ni wengi mpaka geni. Haonioni. Baba zangu wadogo wote naomba tusimame juu. Baba zangu wadogo. Babangu mdogo Victor Simoni na shakura kwa Victor. Mtambue uwepo wa mangu mlezi, tunataka kumta Mkubwa na msimame juu kwa mkono. Jamani, kwa upande wa ndugu zangu, kama kuna mtu msahau, naomba punge mkono juu. Jamani, nina maako zangu. Mango chapu dakika moja, mkeni mbele hapa. Dakika moja. Wote. Dakika moja ishaisha. Naomba punge watu mkono juu. Simameni zote. Haya, mambo chukue muda. Asanteni. Sasa Mwimbili oye. Mwimbili oye. Mko wapi Mwimbili? Msimame tafadhali. Mwimbili mko wapi? Kwa magrupu kulingana na muda. Naomba nitambue uwepo wa ofisi ya DHR ikiongozwa na mkurugenzi DHR. Naomba ofisi ya DHR wote msimame. Naomba siwaone watu wa Mwimbili. Hao watu mshaka natembea. Mko wapi? Naomba nitambue uwepo wa, unajua ukiwa kule mnasikia Mwimbili leo amepaswa mtu, si wamepatikiza nini, si wamefanya nini. Hizo habari mnazipataje? Kuna mtu anasababisha hizo habari mnazipata. Naomba nitambue uwepo wa ofisi ya uhusiano ikiongozwa na Neema. Kama hivi shebeni. Naomba nitambue uwepo wa ofisi nzima ya PMU Family juu. Hawa daktari hivi ngenda sokoni sio wapi. Jamani, watu wangu wa Mwimbili. Okay, sawa. Sasa kipekee kabisa, ni mchumi bwana, mtu wa fedha. Sawa. Ni mtu wa fedha bwana. Naomba nitambue ofisi ya uhasibu. Naomba kusimama hizo ofisi ya uhasibu.
Jamani, kuna mtu baadaye nitawaletea mbele hapo mtamuona. Lakini pia ukishafanya kazi ya uhasibu, mwisho wa siku CAG anaita waandishi wa habari kuambia wote going on. Kwa Muhimbili kitengo hicho kinasimamiwa na Zaituni na Mr. Amini, naomba msimame juu. Sasa nimetambulisha ofisi ya uhasibu, nimemaliza. Lakini kipekee pia naomba nimtambulishe Bi Aziza Omar Saleh, Mama Samia. Nafikiri tuko wengi, siwezi kumaliza. Lakini pia kwa Muhimbili yote naomba toke mtu mmoja juu hapa aje mbele hapa. Naomba nimlete Danema mbele hapa. Alafu kuna kaka anasema amependa sana mshono wake. Ndio amependeza sana dada. Huyu dada mhamasishaji. Kuna watu kuambiwa wamejaa hapa nini? Huyo ndio kiungo, ndio engineer. Asante sana dada, nakushukuru. Salimie mzee wa nini. Sejaa. Kulingana na muda, kama kuna mtu msamehe na msahau hapa nisamehe, siwezi kuwamaliza wote, lakini natambua uwepo wenu. Asante. Okay. Hajaweza. Ndio bwana hiki kidogo. Ni muongeaji sasa, sijui akiwa peke yake, akiwa mbele za watu kidogo anakuwa na tupige makofi na kidogo. Haya basi, ni shilingi na pande mbili. Sasa Nancy pamoja na mume wake watapeleka keki kule Upareni. Basi bali tufuatia pia na utambulisho. Studio wapi nguvu namna hiyo? Karibu sana. Acha barusi. Wazazi kwa pamoja. 1, 2, 3 wanakabidhi makofi na vigelegele. Haya, asante. Baada ya hapo naomba sasa tuwape mikono wazazi. Tuwape mkono wazazi kisha tuondoke na nafasi zetu. Sasa Nancy anatoa utambulisho hapo kwa kuwa tayari wako karibu na wazazi. Wazazi naomba mketi tafadhali. Wazazi naomba mketi tafadhali. Karibu sana kwa ajili ya utambulisho. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Hivi mmemsikia mjamsikia? Mmemsikia mjamsikia? Nimekuwa mtu anapoingia kwenye ndoa hata sauti inabadilika, anaanza kuongea na lugha ya Kiingereza. Eti tumsifu Yesu Kristo. Eti Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Nancy, endelea. Kwanza kabisa
kabisa napenda kumtambulisha baba yangu mzazi, kipenzi changu Mr. Allen Eskia Paul Kiboma. Lakini pia ameambatana na mama yangu mzazi Bi Suraiya, kipenzi changu pia. Wapungie mkono mama. Napenda kutambua uwepo wa kaka wa baba yangu Mr. Kiboma Eskia Kiboma na mke wako kwa pamoja. Pia napenda kutambua uwepo wa mjomba wangu, kaka wa mama yangu na mke wako. Kwa baba, ila yuko mmoja ambaye ni jembe katika familia, Ana Sadiki Chambua. Napenda pia kutambua uwepo wa mama zangu walezi, Mama Mariam na Mama Rukia. Niliozaliwa nao Janet Kiboma na Jacqueline Kiboma. Napenda pia kutambua uwepo wa dada zangu Catherine Kiboma, Jenny Kiboma, Rachel Kiboma. Napenda pia kutambua uwepo wa kaka zangu Elias Kiboma, Eskia Kiboma, Abubakari, popote mlipo. Napenda pia kutambua uwepo wa dada zangu wengine wote ambao mmefika ukumbini hapa. Dada zangu wakina dada Neema, Zulfa. Yes. Napenda kutambua uwepo wa shangazi yangu Grace Mshana. Napenda kutambua uwepo wa shangazi yangu Mama Ambika, Mama Pande. Napenda kutambua uwepo wa mwanangu kipenzi, jamani, mwanangu, mtoto wa mdogo wangu. Na wadogo zangu wengine Neema, Jacqueline, Irene. Lakini pia nimtambulishe matroni alionisimamia, ni rafiki yangu, anaitwa Shufaa, tumesoma wote TIA, na pacha wake yupo Sharifa Simama Mkoni. Napenda pia kutambulisha mama yangu mdogo Siao, popote ulipo, na mume wako. Kwa namna ya kipekee kabisa sijamsahau, maana najua watu walidhani nimemsahau. Nimemweka mwisho ili nimtambulishe kwa upekee kabisa mume wangu mpenzi, rafiki yangu tangu 2013, Edwin Onesmo Ganzi.
Makofi na vigelegele kwake. Hivyo ndio utambulisho mzuri. Atambulisha kwa ufasaha kabisa. Sasa mtu mwingine atambulisha. Napenda kumshauri Baba Rashidi na Usa. Makofi na vigelegele kwa kama yetu. Haya, baada ya kupata utambulisho huo harusi, karibuni kwa nafasi sasa. Na kamati nzima maandalizi nje hapa mbele kwa ajili ya kupokea zawadi ya keki, na hapa mtatambulisha kamati na kutoa zawadi yenu hapa. Studio, karibuni kwa ajili ya zawadi ya keki. Studio, walete na maneno. Studio, wape kwa namna hiyo. Twende studio. Haya, kabizini kwa kamati. Atatoa utambulisho wa haraka, lakini pia hapa mtatoa zawadi yenu. Karibu sana. Asante MC. Naomba nitambulishe kamati. Nianze na mimi mwenyewe. Mimi nilikuwa mwenyekiti, naitwa Victor Domitian Ngazi. Makamu mwenyekiti alikuwa ni George Jacheke. Lakini bwana, kuna watu waliokuwa wanatunzia pesa. Unajua pesa huwa haitunziki. Waliofanikisha kila kitu, mweka hazina wetu na msaidizi wake, naomba wafungie watu foto. Wajumbe wa kamati, naomba mpunge mikono huko nyuma wote kwa kufanikisha harusi. MC, kamati ilikuwa ni kubwa, lakini naona wengine baada ya kujitokeza, lakini kwa upande wa zawadi sisi tutaitamka baadaye, sio sasa hivi. Baadaye kidogo tutatamka zawadi. Kwa niaba ya kamati maelekezo walionipa, zawadi ni baadaye kidogo. Asante sana. Asante.
base madadani, glasi zile ambazo hizi. Lakini pia leo tuna champagne hapa ambazo hazipungui 10. Ziko kama 12. Sasa niombe wataalamu wafungue champagne kwa haraka tuje hapa tufungue champagne. To toast maharusi wanywe. Baada ya hapo sasa tutakaye na tutakayofuata itakuwa ni masaa fupi, lakini pia chakula tunamalizia na mkono wa pongezi na kuwa mwisho wa sherehe yetu. Bado tunazo champagne nyingine zimebaki 5. Bado champagne 5, usiogope. Ila usije kwa ajili ya kujifunza. Tafadhali, tunataka wataalamu wa kufungua champagne. Kama tayari sasa wameni maharusi pale. Yeah. Na wengine tutakwenda kule kwa wazazi. Tutakwenda kwa wazazi. Pia government pia naweza kuendesha hata kwa wageni waalikwa. Na ukienda kwa wazazi champagne baada ya kumimina iacha kwako. Utakwenda wenyewe. Sasa wewe ndugu yangu, wewe hii champagne utamiminia wote ambao hawajaoa wala hawajaolewa, yaani mabachela, sawa? Wajui utawajua tu wanaokaa wenyewe. Haya, sasa. Haya, sasa. Sasa wewe mama yangu utamiminia champagne kwa watu ambao wote wamenenepa kama wewe. Ukimwona mwembamba bila kushoto, wamiminia wanene tu. Okay, karibu. Haya, hiyo moja cheka pale juu. Naomba sasa kila mgeni mwalikwa ashike kinywaji chake mkononi. Kama una kinywaji kuja hata 10. Alafu sema maneno haya, shetani ushindwe, mhudumu alikumbuke. Okay? Kama sasa kila mtu ashike kinywaji chake tafadhali. Sasa tutakwenda na zamu kwa zamu Nancy. Baada ya kugonga toast, bwana harusi atakunyesha. Ukiridhika naye utakunyesha. Haya, 1, 2, 3 njoo. Nyeshe mkeo. Tazilia. Haya, nyeshe. Asante, niongeza sana nyinyi. Besa na matoni. Mtagonga tosti na mtakunywa kwa staili yenu nyinyi wenyewe. Wakati ule naomba sasa kila mgeni mwaliko aweze kusimama na kadhalika na kinywaji chake mkononi. Kila mgeni mwaliko mwenye afya njema, naomba usimame na kadhalika. Sasa tutagonga tosti ukiwa umesimama hivyo hivyo. Baada ya kumaliza tosti, kwenye kila meza ipo keki. Kama wewe birthday yako imekaribia, ruksa kukata hiyo keki. Kama ilikuwa jana, basi wewe utakuwa mtu wa kwanza kukata keki. Kwanza naomba kila mtu ashike kinywaji chake mkononi tafadhali. Tunakwenda sasa, tunakwenda kuwapa hongera maharusi wetu jioni hii ya leo kwa tukio hili zuri la ndoa takatifu. Naomba wale mliokaa mume na mke, kigonga tosi unaweza mkameshana kwa raha zenu. Lakini uangalie sio kamlisha mke wa mtu, mume wa mtu. Okay, 1, 2, 3 cheers. Haya, sasa yapona vile tumeketi tusimame. Unajua ukimwona mtu anakaa kwenye sheria hataki kusimama, huyo anajihisi kabisa hajapendeza. Kama umependeza kwa nini usisimame kwa raha? Hebu simama kwa raha zako. Haya, sasa niombe kwenye kila meza ipo keki hapo na kuna kisu pia. Hamna kisu?
Hii ya mbele sasa, kwa sababu wazazi alishapewa, naomba mnisamehe. Haya, kwenye kila meza ipo keki tafadhali. Hamna kisu. Si. Haya. Basi kama hamna kisu, na mimi nitasitisha hilo tukio. Tarishaji wangu wa keki niteleza kidogo ili kuwe na kiswa. Sherehe wewe. Sasa tutafanya baadaye. Niombe sasa mtaweka glasi zenu chini. Studio. Naomba kwanza kila mtu mwenye kitambaa shika mkononi. Kila mtu mwenye kitambaa shika mkononi. Ikiwa cheupe, chekundu. Kila mtu mwenye kitambaa shika mkononi tafadhali. Ukiona una kitambaa kwenye meza yako ipo tishu, chukua tishu shika mkononi. Lakini ukiona tishu umeshaitumia na wewe ni mwanamama umevaa wigi, vua wigi shika mkononi. Sasa niwaombe wageni waliko wote, mabibi na mabwana, tuinuke kwenye viti vyetu kwa dakika 10. Tunakuja kucheza, baada ya hapo tunapata chakula na saa fupi zawadi, tutakuwa tunamalizia sherehe yetu. Nisipomwona mtu anang'ang'ania kiti kama dereva wa bajaji na uso, wote tunakuja mbele. Sio walete wageni. Waliopendeza watakuja kucheza, msiopendeza mtaendelea kukaa kwenye viti. No.
nilikuwa nakuomba Nancy nikukaribishe kwa ajili ya kutubarikia chakula. Karibu sana. Mtakatifu Mungu wa majeshi, Baba wa mbinguni, tunakuomba kwa jina lako ukapate kubariki chakula hiki usiku huu, jioni ya leo. Kwa yeyote atakayekwenda kula chakula hiki akapate kupata nguvu ya kufanya kile ulichomtuma duniani. Baba, tunabariki chakula hiki, tunaomba ukapate kukibariki. Amina. Pigeni makofi na pigeni jamaa. Acheni wivu. Unaona yaani anaombea amenyoka. Sio nampa mtu maiki ya umbea anaanza mapepo kwenye kachumbari wewe. Kwenye kachumbari kuna pilipili ya kulala mapepo. Basi kwa heshima kubwa sasa naomba niwakaribishe hizi services zingine pamoja na wasimamizi wenu. Mtaenda mpaka pale mlangoni. Amtoki nje, mnaingia hapa kulia. Mtapata maelekezo kule, mtachukua chakula. Wakati wa kurudi mtarudi na ile njia ambayo mliingilia wakati mnaingia ukumbini. Niombe pia basi wazazi, tafadhali tutainuka taratibu. Tutakwenda kuwakaribisha wazazi wenzetu moja kwa moja, tuelekee kwenye buffet. Baada ya wazazi, ningeomba sasa hawa dada zangu watafanya kazi ya kuinua meza hadi meza. Do you believe in love? How crazy it could be. Baby, baby, stop. Take it easy. When you leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even wonder your promesa. You are my fantasy, my only desire. Kukutekereza nijoro bituma nasinzira, 'cause you make me fall in love. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? 'Cause I can't take it. 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 Give me your attention. You got my affection, baby, baby, and so good to Deja, taking us step by step on the beat. Put your hand in hand in the street. Sing it. You are my fantasy, my only desire. Kukutekereza nijoro bituma nasinzira, 'cause you make me fall in love. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? 'Cause I can't take it. 'Cause I can't take it. 'Cause I can't take it. Mama, way, yo, easy way, yo.
There's some things that are meant to be, and that you make it better me. Every day I love you. I never thought that dreams came true, but you showed me that they do. You know that I learn something new. Every day I love you. 'Cause I believe that destiny is out of our control. And you never leave until you love with all your heart and soul. It's a touch when I feel bad. It's a smile when I get mad. All the little things I am. Every day I love you. Until you love with all your heart and soul. If I asked, would you say yes? Together we're the very best. I know that I am truly blessed. Every day I love you. I give you all my best. Asante MC, nashukuru. Sina maneno mengi kwa niaba ya kaka yangu Onesmo Joseph Muganzi, anasema nisiseme maneno mengi. Jana wakati Nancy anasoma maneno matakatifu katika Biblia, nilifurahishwa na neno moja. Alisema hivi, Edwini, watu wako watakuwa wa kwangu, utakapokwenda na mimi nitakwenda. Akamalizia kwamba nakupenda. Nancy, endelea kumpenda mmeo. Edwini, mpende Nancy. Biblia inasema hivi, utamwacha baba yako na mama yako, utaambatana na mkeo. Hali kadhalika Nancy, utawaacha wazazi wako, utaambatana na mmeo. Baada ya kusema hayo, baba ana zawadi kidogo. Anasema, Edwini, umekuwa. Edwini, kama umekuwa, baba ana zawadi ndogo atakupatia ili uweze kujilinda, kwa sababu wewe ni mwanaume. Mwanaume lazima uwe na kinga ya kujilinda unapofanya na adui. Nilikuwa naomba kukabidhi hiyo zawadi.
huo. Huu mkuki huu na panga hili ni kwa ajili ya kujilinda na maadui. Hongera sana. Sasa hapo angekuwa Masai angeona amepata silaha ya kuingia ndege. Asante sana. Asante sana. Mila na desturi. Haya. Baada ya hapo nilikuwa naomba mkakaa sehemu zenu, taratibu zingine ziendelee. Asante sana. Asante. Makofi na vigelegele kwa wazazi. Naendelea kumpongeza sana Mr. Edwin. Amechagua mwanamke mwenye sura ya upole. Uongo kweli wa kina mama? Mwanamke lazima awe na sura ya upole. Sio unakuta mwanamke mwingine ana sura ya umbea kama amezaliwa saluni na uso. Haya, asante basi, tulikuwa tukipokea yale mambo ya mila na desturi zetu za Kihaya. Sasa bila kuchelewa, nilikuwa naomba sasa pia, kama sijawaruhusu kucheza zile nyimbo za kimila, shangazi umepewa jukumu hili na bibi harusi kwamba baba hali yake sio nzuri, pia wewe watosha kutoa neno kwa maharusi haya. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupatia usiku wa Edwin na Nancy. Na pili niwapongeze Edwin na Nancy, hongereni sana. Tumezungumza mengi, lakini jioni ya leo niwakumbushe tu maneno matatu: pole, samahani na asante. Katika hayo matatu, anzeni na Bwana katika maisha yenu kwa kila jambo, na Mungu mwingi wa rehema akawabariki na kuwabariki na kuwabariki sana. Asante. Jamani, makofi na vigelegele kwa shangazi. Shangazi naomba sogoni. Wapale mpo? Leo sijawatendea haki Wapale. Wapale mpo? Naomba wote msimame Wapale. Wakati huo Wapale wanasimama na kuja hapa, ningeomba pia na sisi Wahaya leo tujumuike na Wapale, tujifunze kucheza nyimbo za Kipare. Baada ya kujifunza za kwao, na sisi pia tunaonyesha za kwetu. Baada ya dakika mbili tunatoa zawadi, tunakuwa tunahitimisha shughuli yetu. Sio lete Wapale.
tulivyomalizia mkutano. Sogea haya mbele wote. Haya wapale mcheze sasa za kihaya na nini? Aha. Haya sogea mbele. Utasikia tunasema mawe mawe. Kwa nini tusifanye remix? Tunasema kokoto kokoto. Haya wewe. Sio kuwarudisha na hiyo sasa.
Haya, karibuni sasa wazazi. Karibuni wazazi kwa ile zawadi. Karibu sana. Kwa sasa tuanze kukabidhi zawadi. Tunachukua ungema. Tukabidhi sasa zawadi. Wakati huo mbesi wa macho tutasaidia kupokea. Tutapasia hapa mamiksi wetu. Sio, ningependa sana kuona hiyo kanga imeandikwa nini. Unajua sisi msikini tunapoga tunaombea. Wow. Mungu ni nuru yangu na wokovu wangu. Makofi na vigelegele. Sasa wageni walikuwa, hizi ndio kanga za kuja kutunza zenye maneno haya. Sio kuja kutunza kanga imeandikwa simwogopi mtu yoyote labda bali kimambi na usi. Asante, naomba tuendelee mama. Kwa zawadi nzuri kabisa, asante, sio tupe nguvu. Kuna vikundi kama vitatu vinne. Basi nikiomba tafadhali vile vikundi tutakuja kumalizia tukaandikisha pale kwa studio. Vile vikundi vyetu tunatambua pale kwa studio. Lakini sasa naomba nikaribishe familia ya Ngazi. Walikuwa ni wazazi, lakini ndani ya wazazi hao kuna watoto, kuna wajukuu, kuna wajomba, kuna mashangazi, wote kwa pamoja. Tafadhali niwakaribishe sasa familia ya wazazi wa bwana harusi. Karibuni. Tutaanzia hapa. Asante.
pale nyuma kwa ajili ya picha kumbukumbu. Haijirudii tena. Sio tena. Makaka mpo, naomba mjiandae. Baada ya madada kuja hivi makaka, baada ya hapo niomba pia mababa wadogo. Sawa, mko wengi huko nimewaona. Sasa niombe, mketi kwanza basi. Niwaombe sasa tafadhali wakati mnapiga picha mtabasamu. Unajua unatabasamu kama vile umeona message ya Tigo Pesa kwenye simu yako. Nitaka nimuombe basi Mungu awabariki sana. Asiomba sasa warudishie baraka kwa nafasi zao. Lakini pia niendelee kukupongeza hili. Yaani madada zako wote ni vibonge. Hongera sana. Madada wameshinda. Chezi ya madada wewe. Haya, asante sana, asante. Naomba sasa makaka mpo? Makaka mpo? Sio, niletee makaka namna hiyo. Haya, twende sana makaka. Jamani, makofi na vigelegele kwa makaka. Makaka wewe. Kuna kaka mmoja amenikosha. Yaani toka ameingia huko namwangalia vazi lake. Kaka umependeza sana. Asante, nashukuru. Makofi na vigelegele. Unajua nilifikiri wakati nakwambia umependeza usingesema hivyo. Nikajua labda ungesema je, ungeniona achana. Asante sana. Basi baada ya picha kumbukumbu sinaomba sasa unarudishie makaka kwa nafasi zao. Asante sana. Tukiongozwa najua Mr. Joji umechoka sana, lakini sasa kwenye huu safari wewe ndio kiongozi. Mababa wadogo wote nimewaona na nyinyi tabia zenu na wajua mpendi kupuza shilingi mnatunzaga dola. Mababa wadogo mpo? Haya, wakiongozwa na Riza, kaka Halodi, wako wengi sana. Kina Chance ya Sheko wengi.
Asanteni sana. Naomba sasa tupate picha kwa kumbukumbu. Baada ya hapo mlipe nafasi zenu. Studio wape nguvu na fanya hapo. Simama nyuma maharusi kwa ajili ya picha kumbukumbu. Mloganzila oye! Mloganzila safi! Hivi wote mko kwenye ndoa, wengine mapacha ya jamani? Asilimia kasini bacha? Wewe usiniambie. Asante sana. Mwingine wewe? Tunapata picha kumbukumbu namna hiyo. Sasa baada ya picha kumbukumbu, dada umevaa nguo ya blue peke yako. Wote wataondoka lakini kasoro wewe. Asije wapeleke na mbele. Twende sisi. Usimame hapo hapo. Asante sana. Umoja grupu mpo. Umoja mpo. Sio kama sasa waletea kwa umoja grupu. Asante sana. Umoja grupu hapa. Asante sana. Maanko. Sasa maanko nimesema sisi tunakwenda na mwendo wa 4G. Huyu anatoka unapanda foleni. Au niruke nini maanko? Maanko. Utatoka hapo utapitia hapa maanko. Sawa eh? Wakati huo sasa niombe ile familia ya Katabarwa wakiongozwa na boss lady Shangazi. Tuombe tupande. Karibuni sasa. Ukisema umetenda
wanafuata familia ya Katabalwa wakiongozwa na boss lady Auntie. Tuende studio namna hiyo. Karibuni sasa. Studio walete. Wakati sasa ningeomba wazazi wa bibi harusi, na ndio wameshatoa zawadi juzi, lakini leo siwezi nikawaacha hivi hivi, hata mkono wa pongezi na tosha. Wanafunzi wa chuo hao walikuwa wanakutana ile sehemu inaitwa Facebook. Haya, asante sana. Asante sana. Naona hapa kati yenu kwa haraka mimi nani alikuwa kichwa sana mwenye akili. Nyosha mkono juu. Wewe unaomba kujipendelea. Haya, asante sana. Dada haya, ongera sana. Umesoma nayo wewe. Asante, Mungu akubariki. Nimeona kitu. Amebarikiwa, amepewa mwanya mzuri kama sema pekee amemulikani. Asante sana. Sio wape Mungu na pesa sasa wanachukua mbele kwa sasa. Niwaombe sasa hii familia ya bibi harusi wetu, tarehe 27 mlishatoa zawadi nyingi sana, taarifa hizo nazo, lakini hata leo mkono wa heri tunahitaji vijana wenu mkono, lakini pia Waswahili walishasema kwamba mkono mtupu. Sio, niletee familia ya bibi harusi. Karibuni sana wapanga. Thank you.
Ndio sasa niombe kila mgeni mwaliko mwenye zawadi yake ashike mkononi sasa. Tunakwenda na stop. Kila mgeni mwaliko mwenye zawadi yake tunakwenda kumalizia sasa. Wapale oye. Wapale safi. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Sana sana. Basi baada ya picha kumbukumbu naomba sasa mrudi kwa nafasi. Sisi ngombe tuone. Wageni waliko wote, tumalizie tukio hili la zawadi. Baada ya hapa manager ametupa ofa dakika 5 kucheza muziki, tunawakili kilicho chetu na kwenda kupumzika. Sasa wageni waliko, kila mtu mwenye zawadi yake ambaye hakuwa kwenye group lolote, karibu sasa. Sio yangu. Nakwenda kumalizia zawadi muhimu sana ya mtu muhimu sana, ila niombe sasa mama mzaa Chema taarifa yake ni nani? Tatarishia goma la kizamani nzuri kabisa, tunamalizia baada studio katekista kabisa studio. Namleta kwanza hapa mnenaji wa kiroho, ana zawadi yake pia, ana neno dakika moja wakati wa zaramu nyingine wote mnajiandaa kwa ajili ya kumpa raha mama. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mimi nimekuja kuwapongeza Mr. and Mrs. Edwin. Ni wanafunzi wangu. Nancy tumekuwa naye kwa muda mrefu. Edwin tumekutana naye pamoja na Nancy kwenye mafundisho ya ndoa. Kuna jambo la pekee la kujifunza kwao, lakini zaidi nilitafuta zawadi nzuri ya kuwapa, lakini niliona niwatafutie zawadi nzuri ambayo itakuwa kumbukumbu kwenu, na natumaini itakuwa ni vichocheo vya kuchochea imani yenu zaidi kwa ajili ya kupelekana mbele, na tukitambua kabisa sakramenti ya ndoa inatusaidia kutufikisha mbinguni. Nancy na Edwin, hiyo picha ina kaka kijana anaitwa Carlos Actus. Huyu ni mwenye heri, alitangazwa mtakatifu mwaka jana tarehe 10 Oktoba
inayoelekea katika miaka hiyo ya ujana. Natumaini mtakatifu huyu mwenye heri huyu mkimtumia kumwomba kwa ajili ya kufikisha ndoa yenu pale mnapotarajia kufika, hakika natumaini mtakuwa na ndoa nzuri zaidi. Wapendwa wote tulioshiriki hapa, maneno machache ya kuambia ni kwamba wale ambao tuko kwenye ndoa tuna sehemu tatu ambazo zinatufanya kutengeneza umoja mzuri zaidi katika maisha ya ndoa. Mababa zetu mapadri wao wana sehemu mbili tu za kukutana kwa ajili ya kutengeneza umoja wao. Mapadri, sehemu ya kwanza ya kukutana kutengeneza umoja wao ni mezani wanapokula na altareni wanapoongoza misa. Lakini wanandoa tuna sehemu tatu za kukutana na kutengeneza umoja wetu. Sehemu ya kwanza ni mezani. Mezani, Edwin na Nancy mnapokutana ni sehemu nzuri ya kutengeneza umoja na upendo katika maisha ya ndoa. Sehemu ya pili ni kanisani. Mnaposali pamoja na kushirikishana katika sala ni sehemu nzuri ya kutengeneza umoja wa ndoa. Na sehemu ya tatu ni altareni ya kitanda. Ni sehemu ya nzuri sana ya kutengeneza umoja wa ndoa. Hakikisheni katika altari hizi tatu mnazitimiza kwa wajibu mkamilifu. Endapo moja wapo itavunjika, endapo moja yapo itaanguka, basi umoja huu unaweza ukatereleka. Mtumieni Mtakatifu Carolactus azidi kuongoza. Kuna maneno machache katika ukurasa wa 61 nimeukunja mkayasome. Sehemu moja anasema hatima yenu lazima iwe ya umilele na siye ya mwisho. Ikiwa Mungu atamiliki mioyo yenu, hakika hapo tutaimiliki umilele. Asante, makofi mengi sana. Asante. Asante sana katekista. Baada ya picha kumbukumbu. Asante sana. Sasa kwa dakika mbili, wazalamu mpo? Wazalamu mpo? Kwa dakika mbili sasa tunakwenda kutoka nje, tunakwenda kumalizia. Nije Filipo, mtendee haki namna hiyo. Katika mimwezeno na majabu, wewe munge munde, utasema
yote kwa mapungufu ambayo yanaweza kutokea. Mungu wa mbinguni hawabariki sana. Niombe sasa maharusi wangu, mtatoka hapa kuelekea kwenye gari yenu na kupunga mkono. Lakini pia wakwe zangu wa Chamazi, tutapata maelekezo, Costa iko hapo. Lakini pia wale wazazi wa harusi wa Temeke, Costa iko hapo. Niombe sasa maharusi, mtatoka kupunga mkono moja kwa moja mkielekea kwenye gari yenu. Studio. Leo sio naomba baba sana. Studio, jumbe ya Kiaya kwa sekunde 3 tu kidogo tu. Tuanze nafsi yake. Wakati sasa harusi unakuwa unachungia mkono unatoka na naye unatoka nje.